Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa majina naitwa Justini Mlokozi, ni mtumishi wa Mungu, ni mwinjilisti na mwalimu wa neno la Mungu. Leo ninakuletea neno la uzima linalotoka katika kile kitabu cha Wagalatia, kuanzia ile sura ya 5 na ule mstari wa kuanzia mstari wa 19. Kuanzia ule mstari wa 19 neno la Bwana linasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, urafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Hizi ni nyakati ambazo watu tumekuwa tukiingia makanisani tunasema tumeokoka, lakini tuna makunyanzi mengi sana. Unakuta mtu aongei na ndugu yake, mtu aongei na muumini mwenzake, wana bifu, wana shida. Huyu yuko kwaya hii na huyu yuko kwaya hii, lakini wamekuwa kama ni watu wa Simba na Yanga. Yaani wanakuwa wanapendana wale wa kwaya moja yenye kufanana. Mtu wa maombi na mtu wa kusifu na kuabudu wamekuwa wanajitenga kana kwamba ni watu ambao hawako pamoja, wakati sisi wote tu viungo katika mwili wa Kristo. Neno la Bwana linasema kwamba macho hayawezi kuambia masikio, wewe sio mwili kwa sababu hiyo. Na pua haiwezi kufanya kazi ya mdomo, na miguu haiwezi kufanya kazi ya mikono, lakini vyote viko katika mwili mmoja, nasi ndivyo tulivyo katika Kristo. Lakini hizi ni nyakati ambazo watu wamekuwa na chuki, wamekuwa na wivu. Yote yaliyoainishwa hapa: wivu, hasira, faraka, fitina. Mtu mwenye mojawapo ya hiki hawezi kuona mbingu. Kwa hiyo wapendwa, tunatakiwa tubadilike. Wokovu ni badiliko la moyo, na mbaya zaidi ni nini? Tumekuwa tujichunguzi, badala yake tunawachunguza wengine kwamba huyu naye kaokoka, mbona iko hivi? Hapana. Bwana wetu Yesu Kristo anasema huwezi kwenda kukitoa kibanzi ndani ya jicho la mwenzako wakati ndani ya jicho lako mna boriti. Itoe kwanza boriti ndani ya jicho lako, ndipo utakapopata kuona vyema ukitoa kibanzi kilicho ndani ya jicho la nduguyo. Lakini hizi ni nyakati ambazo ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya. Tunakuwa tunapoteza muda wetu mwingi. Hatuwezi kumwona Bwana pasipo tunda la Roho. Bwana anasema tunda la Roho ni upendo, uaminifu, utu wema, fadhili, kiasi na mambo mengine kama hayo. Ndugu zangu, tusipoteze muda. Bwana anasema itamfaidia nini mtu akipewa ulimwengu wote, lakini mwisho wa siku akaenda jehanamu ya moto? Hasemi itamsaidia, itamfaidia. Atapata faida gani mtu huyo akipewa ulimwengu wote? Yani magari yote yawe yako, magorofa yote, meli zote, ndege zote, treni zote, kila unachokiona katika ulimwengu, dhahabu na fedha, viwe vyako, alafu uende jehanamu. Ni nyakati ambazo watu tumekuwa tuna hasira nyingi. Mtu ana hasira, mtu ana kiburi, jeuri, anaingia kanisani na kutoka, ili mradi anafanya maombi, ili mradi anasoma neno. Hapana, lazima uwe umepondeka moyo, ndipo unapoweza kuteka ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Wenye nguvu sio nguvu za chakula, za ugali, ni nguvu ya kusimama katika kweli. Unapokuwa umesimama katika kweli, unapokuwa umesimama katika haki ya Mungu. Wengine wamekuwa wana upendeleo, wakati Mungu mwenyewe muasisi wa wokovu hana upendeleo. Utakuta mtu anaweza kwenda kuamua kesi dhidi ya ndugu yake na mtu mwingine, lakini anakuwa na upendeleo, wakati Mungu si wa upendeleo. Ukisha kuwa na tunda la Roho katika nafsi, katika roho, katika mwili, basi utafanya mambo ya kupasayo kufanya. Haleluya! Basi nakushukuru kwa ujumbe huu mfupi. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru. Asante mfalme wa amani. Ninaomba ujumbe huu mfupi uende ukamtengeneze mtu mmoja wapo aliyesikiliza, ukamtengeneze katika nafsi, katika roho na mwili, ukamsafisha na kumtakasa siku zote za maisha yake. Ni katika jina la Yesu naomba na kuamini na kushukuru. Amen.